Rafiki, kitabu cha Samueli wa pili sura ya 11 kuanzia ile aya ya kwanza mpaka kufika Samueli wa pili sura ya 12 kinaonekana kisa fulani cha kuhuzunisha sana, kisa fulani kilichojaa uonevu, lakini Mungu anaendelea kuwa Mungu wa ajabu na wa kushangaza kwa sababu ya tabia yake ya kusamehe. Mfalme Daudi ndiye anayeanzisha tabia ya kutokwenda vitani muda ambao alikuwa anapaswa kuwa vitani. Na katika kisa hiki kuna mambo kadhaa ambayo wanadamu tunaoishi katika nyakati za mwisho tunapaswa kujifunza ili kwamba tuenende sawasawa na kile ambacho Mungu anakihitaji. Wakati jeshi la Israeli likiwa vitani linapambana kwa ajili ya kulitetea taifa, mfalme wa Israeli ambaye pia alipaswa kuwa vitani yuko nyumbani kwake. Biblia inaeleza alikuwa yuko kitandani kwake mpaka ilipofika jioni akatoka kutembea eneo la juu la jumba la kifalme. Mfalme Daudi, mfalme ambaye anatajwa kuwa na uhusiano wa karibu sana na Mungu, lakini wakati huu ameliacha jeshi la Mungu likiwa vitani na yeye amebaki nyumbani akiwa hana kazi ya kufanya. Anamuona mwanamke akiwa anaoga na anaacha kuwaza maendeleo ya taifa, akapata mihemko ya kingono. Na alipopeleka wapelelezi kujua mwanamke ni wa nani, taarifa zikamfikia kwamba mwanamke yule ni mke wa mwanajeshi mwaminifu sana anaitwa Uria Mhiti. Daudi anapeleka wajumbe, wanamtwaa na kumleta katika jumba la kifalme, akaenda akalala na mke wa askari aliyekuwa katika mapigano makali ya kivita. Inaumiza kiasi gani? Wakati ninasoma inaonekana tayari yule mwanamke akajua ya kwamba amepata ujauzito, na baada ya muda akapeleka taarifa kwa mfalme ya kwamba mimi ni mjamzito. Na Daudi ili kutaka kuficha dhambi yake wakapeleka taarifa, mume wake akachukuliwa kutoka vitani na kuletwa nyumbani kwake ili kwamba alale na mke wake, ikiwezekana ile mimba ihesabike kuwa ni ya kwake Uria Mhiti. Rafiki, kama unafikiri kuna dhambi mpya katika ulimwengu huu, nafikiri unakosea kuwaza hivyo. Lakini dhambi ni zile zile, isipokuwa tu zinapambwa au zinapakwa mafuta ili zionekane kuwa ni njema. Lakini kwa kifupi ni kwamba hakuna dhambi mpya. Lakini kitu ambacho tunahitaji tujifunze, baada ya dhambi ya uzinzi kushindikana kufichika, ikazaa dhambi ya udanganyifu. Baada ya dhambi ya udanganyifu kushindwa kuificha dhambi ya uzinzi, ikazaa dhambi ya mauaji. Alafu baada ya dhambi hizi tatu kukamilika, ikapatikana dhambi inayoitwa dhuluma. Naomba nikuhakikishie wako wakina Uria wengi sana katika ulimwengu huu, na huenda hata wewe unayenitazama leo ni Uria kabisa, umedhulumiwa na watu wenye mamlaka. Naomba nikuhakikishie lolote litakalotokea, hata ule wakati ambapo Mungu anaonekana amenyamaza kuwatetea waaminifu, lakini Mungu ana mpango hata na walio waovu. Yaani hata walio waovu Mungu ana mpango wa kuwaokoa. Katika uovu huu Daudi alipewa nafasi ya kufanya toba kwa kosa alilolifanya. Na sikiliza nikwambie, katika vitu ambavyo Mungu hawezi kufanya ni kuyazuia matokeo ya dhambi kwa mdhambi. Alisema hivi, Daudi, kwa sababu ya ulilolitenda kwa mtumishi wangu Uria, umemchukua mke wake mmoja na yeye kumpeleka katika vita, akauawa na maadui. Mungu anasema akauawa na maadui zangu, wake zako. Wewe uliifanya dhambi hii kwa siri, lakini mimi nitawachukua wake zako na kuwapeleka kwa maadui zako. Naomba nikutie moyo Uria unanitazama, Mungu anatosha kulipiza kisasi chako, na anapolipiza kisasi ni kukupatia wewe amani ya kwamba bado Mungu anaweza kuwatetea walio na haki. Lakini anapomwadhibu aliyetenda kosa, anataka anayeadhibiwa ajue ya kwamba Mungu anachukizwa na uovu. Kwa maana Yesu Kristo anasema, waombeeni wanaowaudhi. Dini ya Ukristo ndiyo dini pekee ngumu itakapofuatwa kwa nguvu za kibinadamu. Lakini dini hii, kama Roho Mtakatifu ndiye atakayekuwa mwalimu, ukamruhusu
akauendesha moyo wako kwa namna apendavyo. Rafiki, wewe ni Uria wa leo. Rafiki, wewe ambaye unajiona kuwa una dhambi nyingi sana, wewe ni Daudi, na Mungu ana nafasi ya kukusamehe kama namna ambavyo alimsamehe Daudi. Mungu anatupenda wote, na maana anasema ninawamwagia mvua ya baraka wema na waovu, wote tuna nafasi kwa Mungu. Daudi aliyeonekana kuwa mwovu sana ana nafasi kwa Mungu, na kwa sababu ya toba alizokuwa akizifanya, ninakuhakikishia Daudi tutakuwa naye katika ufalme wa mbinguni. Na kwa sababu ya unyenyekevu wa Uria ambaye alikataa kwenda kulala na mke wake. Sikiliza, aliletwa nyumbani ili alale na mke wake, anywe, ale, alale na mke wake. Lengo ilikuwa ni Daudi alimleta ili kwamba afiche dhambi yake ya uzinzi ambayo ilizaa mimba, lakini Uria akakataa. Akasema hivi, inawezekanaje jeshi la Bwana liko vitani, alafu mimi nirudi kula na kunywa na kulala na mke wangu? Watumishi wa Mungu wako katika vita, wanalala katika vibanda wazi, katika uwanda, eneo hatari sana la vita. Mimi askari niingie, nile, ninywe, alafu nikalale na mke wangu? Endelea kuwa mwaminifu hata kufa, alafu utafika wakati wa kupata taji ya ushindi. Mungu anawataka watu waaminifu kama Uria, lakini Mungu anawahitaji watu wanaojua kutubu na kuziacha dhambi zao kama Daudi. Nakubariki kwa jina la Yesu Kristo. Amina.